Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi amesema serikali inatambua na kuthamini mchango mkubwa unaotolewa na taasisi za kidini katika kudumisha amani hapa nchini. Alhaji Dr. Mwinyi ameyasema hayo jana alipokuwa akizindua ijtimai ya kimataifa ya mwaka iliyoandaliwa na Jumuiya ya Fi Sabilillahi Tabih Markaz iliyofanyika Fuoni Migombani, mkoa wa Mjini Magharibi. Amefahamisha kuwa serikali itaendelea kushirikiana na viongozi wa taasisi hizo katika kuhakikisha nchi inabaki katika amani na utulivu, na kuhimiza waumini wa dini ya Kiislamu kufahamu Uislamu na kusisitiza elimu na mawaidha na hekima katika maisha ya kila siku. Ni dhahiri kuwa utaratibu huu wa kuandaa ijtimai na mihadhara mbalimbali ya kidini ni miongoni mwa majukwaa muhimu ya kutekeleza amri hiyo ya Mola wetu. Napenda nikuhakikishie kwamba serikali inatambua na kuthamini mchango mkubwa wa viongozi wa dini na taasisi za dini hapa nchini katika kuimarisha amani ya nchi na maadili kupitia mafundisho mbalimbali inayoyatoa. Kwa msingi huo, serikali itaendelea kushirikiana na viongozi na taasisi za dini katika kuhakikisha wananchi wanatunza amani kwa kuzingatia maadili yetu na kujiepusha na vitendo vyote vya uvunjifu wa sheria ili nchi yetu ibaki katika amani na iweze kupata maendeleo zaidi. Sote tunafahamu kwamba jukumu la kuamrisha mema na kukatazana mabaya ni la kila mmoja wetu. Hivyo nichukue fursa hii waomba waumini wenzangu, sote tuwe wafuasi wema wa dini yetu kwa kuamrishana mema na kukatazana mabaya, na sio kuwaachia mashehe peke yao kuifanya kazi hii. Mafundisho ya Uislamu yanatuelekeza kwamba utukufu na ubora wetu unapatikana katika kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Hivyo basi, waumini wote tuna wajibu kila tunapopata wasaa kukumbushana na kuhimizana juu ya haja ya kudumu katika utekelezaji wa maamrisho haya ya Mwenyezi Mungu ili tuweze kufanikiwa hapa duniani na kesho mbele ya haki. Kama tunavyofahamu, baada ya siku chache penye majaliwa tunatarajia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo tuna wajibu wa kuupokea mwezi huo kwa kuzidisha ibada za faradhi na za sunna ili tuweze kunufaika na fadhila zake. Aidha, nitoe wito kwa wafanyabiashara kuzingatia umuhimu wa kuwafanyia wepesi wa maisha ndugu zetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuacha kupandisha bei za bidhaa bila ya sababu za msingi ili tupate baraka za mwezi huo mtukufu. Naye hatibu wa msikiti huo Sheikh Hamis Shaban amewasihi waumini wa dini ya Kiislamu kusameheana kwa wale walikoseana pamoja na kuishi kwa kumcha Mwenyezi Mungu. Halafu leo unakwenda kuomba msamaha wa Mwenyezi Mungu. Ni wajibu wetu na ni lazima kwetu sisi ili kufunga akili mpya na Allah Subhanahu wa Ta'ala kutoa msamaha wa jumla jamala kwa kila aliyekukosea. Na hii ni sifa miongoni mwa sifa za watu wa kheri. Mwenyezi Mungu wanasamehe, wanasahau na wanasonga mbele. Halafu hata madaktari wamethibitisha ikiwa mtu anaweka madonge ya roho asamehe, mtu ana ukaidi wa kusamehe, hataki kusahau baya aliyofanyiwa, achilia mbali kuwa alisabika kwa dhambi hivyo, hata mwili wake, hata kiwiliwili chake, bali maradhi mtu huyu huenda yakamsibu. Ijtimai hii ni miongoni mwa mwendelezo wa ijtimai zetu za kimataifa ambazo lengo kuu ni kuwakusanya Waislamu pamoja kwa kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Tutakuwepo hapa kwa muda siku tatu, na kwetu hapa sisi tutaomba dua mbalimbali kwa ajili ya Uislamu. Hatutakusahau hata siku moja, tutakuomba pia kwa kadri ya uwezo wetu. Tutaiombea dua nchi yetu ya Tanzania, ya Zanzibar, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutuzidishia amani na aweze kutuzidishia umoja na amani na usalama na mshikamano katika jamii yetu, na hiyo ni sababu ya kufanikiwa hapa duniani na baada ya kwetu. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis.
Asante Mungu. Hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana. Limejaa, yani wewe acha tu. Lakini pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi? Kweli Asha, hemu tupe siri ya mafanikio, kwa sababu sisi tunakujua. Wewe na kilimo na wewe. Na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi, shoga yangu. Rafiki zangu, hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka 2 mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. Kilimo mseto ndo nini na kinafanyikaje hadi ukafanikiwa hivi, shoga yangu? Kilimo mseto ni mfumo wa kilimo ambapo mkulima hupanda mazao zaidi ya moja katika shamba moja kwa wakati mmoja au kwa msimu mmoja, badala ya kulima zao moja pekee. Mfano, kupanda mahindi na maharage pamoja, kupanda mihogo na kunde, kupanda ndizi na kahawa au mazao ya mboga chini ya migomba. Kumbe ni hivi ndio maana unapata mavuno mpaka kujaza duka. Asha, leo umetufungua macho. Tulikuwa tunategemea kilimo cha mhogo tu, lakini sasa naona umuhimu wa kubadilisha na kuhamia kwenye kilimo mseto. Ndiyo, wote kwa pamoja tulime kilimo mseto kwa mavuno endelevu, himilivu na yenye tija. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Community Forest Pemba, Community Forest International na TAMWA Zanzibar.